عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. تعالى في ذاته عن إدراك المدركين، وسما في قدسه أن تحيط به أفكار المخلوقين. نزل في علوه وعلا في نزوله، وفصل في إجماله وأجمل في تفصيله. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقدوتنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، فهو صفوة الصفوة ولباب اللباب. أشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة، فكشف الله به الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك ولا يتنكبها إلا فاسق. فاللهم صل وسلم وتكرم وتحنن وزد عليه وعلى آله وصحبه. ثم أما بعد، أحبتي في الله، أوصيكم وأوصي نفسي المذنبة بتقوى الله. الأيام تمر والشهور تجري وراءها، تذهب معها السنين وتجر خلفها الأعوام. baada ya kumshukuru Alhaq subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehma kipenzi chake na kipenzi chetu Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, kwa mara nyingine tunabudi kumshukuru Alhaq subhanahu wa ta'ala kwa neema mbalimbali alizotuneemesha, neema ambazo kwamba zingine hatuwezi kuzidiriki na macho yetu, lakini kubwa ni Allah subhanahu wa ta'ala kutuweza kutufikisha katika mwaka mwingine wa Hijria. Nazo hizi ni moja katika fadhila zake. Amenichagua mimi na wewe tukaudiriki mwaka kama huu wa 1447. Kwa akali ya kumshukuru Alhaq subhanahu wa ta'ala ni kusema alhamdulillah. Ndo maudhui ya khutba yetu ya leo bimashiatillah. Tutaangalia ama tutafanya tathmini ya mwaka uliopita, ili sisi kama wanadamu tuweze kujiandaa na mwaka unaokuja ama huu mwaka tulioingia ndani yake. Na wale aadaul Islam walipojua kwamba sisi Waislamu lau tukijua minasabati yetu, lau tukijua zile tarehe zetu, basi mustakabali wetu tutaweza kutengeneza uzuri. Ndo wakatushughulisha na fikra ama na minasabati ambayo kwamba si ya kwetu. Leo Muislamu mu'min utaweza kumuuliza minasaba katika dini yake asifahamu, tarehe zake za Kiislamu asifahamu, kutokana na ile ghazwu alfikri. Na hapa maadui wametupiga vita na wameshinda, wametuondosha katika fikra zetu kutambua ile minasaba ya dini yetu, zile tarehe za dini yetu. Walillahi alhamd, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala
amejalia katika huu ulimwengu masiku, amejalia miezi, amejalia miaka, ili pia sisi tuweze kuwa na tadhakkur, kumkumbuka yeye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, lakini pia vile vile tuweze kumshukuru na neema zake. Ndio katika Al-Qur'anul Karim anasema walladhi ja'ala lakumul layla wan nahara khilfatan liman arada an yadhakkara au arada shukura. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akajalia usiku na mchana khilfatan, zikifuatana, ikitoka usiku wa kuja mchana, ikitoka mchana waingia usiku. Kwa ajili gani? Liman arada an yadhakkara, kwa yule mwenye kutaka apate ukumbusho, au arada shukura, au aweze kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo na sisi tutasimama mawqif, tufanye tathmini katika umri wetu ama katika muda wetu wa mwaka uliopita. Nini tumekipunguza? Kitu gani tuliteleza, ili tuweze kurekebisha mwaka huu insha Allah bimashiatillah, tuanze na safha jadida, safha ambayo kwamba ni nzuri, ambayo kwamba itatusaidia mimi na wewe kufika kwa Al-Haq Subhanahu wa Ta'ala tukiwa na moyo msafi. Na hakuna katika masiku kama haya utaona namna yanavyokimbia, na hii ni dalili ya kuwa kwamba kadri masiku yanavyokimbia na umri wetu ndivyo ambavyo kwamba unakimbilia kwenda kuisha, ama tunakimbilia katika makaburi. Ndo al-Imamu al-Hasan al-Basri katika maneno yake anasema, ya ibn Adam innama anta al-ayyam kullama madha yawmun naqasa min umrika shay. Ewe mwanadamu, jua kwamba wewe ni masiku, jua kwamba wewe ni ayamu, kwamba namna kila siku ile siku inavyokwisha basi unapungua katika umri wako, umri. Namna masiku yanavyotembea na wewe ule umri wako unapungua. Kwa hiyo na sisi itabidi tukae tutafakari, kama ambavyo kwamba ukienda dukani ukiwa una 1000 utanunua bidhaa, kisha ukirudi utajiuliza nimebakiwa na shingapi? Utasema nimebakiwa na 500 mathalan, ili uweze kuipangia ile 500 mahesabu mengine. Lakini sisi tulivyoghafilika huwa tunajifakhiri na maisha tuliyoyapita. Tunasema mimi nimeishi miaka 50 mathalan, nimeishi miaka 10 na kadhaa, lakini hujiulizi, je, nimebakisha umri gani katika ile miaka yangu? Kwa hiyo itabidi sisi tusimame mawqif, tuangalie namna umri wetu tumeutumia vipi, na namna katika mwaka kama huu tufanye vitu gani walau tupate zile khairi, ama tutumie ule umri wetu vizuri. Na ndo katika umma wa Kiislamu wallahi tulipofeli ni thakafa ya kuchunga wakati. Katika nyuma ama umma ambao kwamba sasa hivi uko nyuma katika kuchunga wakati na umma wetu wa Kiislamu. Mtu yuko tayari, shababu wa Kiislamu anakuambia njoo tuue wakati, yani anaona hana cha kufanya, basi yuko tayari kusema tuue wakati. Ule wakati umekufanyia nini mpaka uue? Vitu viko vingi vya kufanya. Kwa nini siku zetu za sasa hivi leo yetu inakuwa ni mbaya zaidi kuliko ya jana yetu? Ibn Mas'ud radhiallahu anhu anasema, man kana yaumuhu ka amsihi fahuwa mahbun. Yani lau ukajiangalia katika umri wako ama katika ile siku yako ukaona kwamba ile jana yako ilikuwa bora kuliko leo, fa anta mahbun, hakika umekosa khairi, umeghafilika kuliko kuwa kukubwa. Lakini sisi leo angalia ni kinyume, ile jana yetu ina afadhali. Kadri siku zinavyokimbia na kwenda mbele, hali zetu zinakuwa ni mbaya, hali zetu zinazidi kudorora na kushuka chini. Katika maneno yake mengine Ibn Mas'ud radhiallahu anhu anasema, ma nadimtu ala shay'in kanadami ala yawmin gharabat fihi shamsun.
naqasa umri wa lam yazdad amali, kwamba hakuna kitu nimejutia katika umri wangu, katika maisha yangu, kana kwamba ama kama vile ambavyo kwamba siku imekwisha ama jua limekwenda kuzama, katika siku kama hile hakujazidi katika safha yangu ama katika amali zangu khairi yoyote. Ibn Mas'ud ni sahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anazungumza maneno kama haya akisema anajutia hali yangu mimi na wewe ambao tuko katika umma wa fitna. Je, tunatakiwa tujutie kiasi gani? Ndio sahaba ama salafu salih walikuwa wakijua kwamba kila dakika ambayo kwamba upo katika huu ulimwengu, kila sekunde ambayo kwamba upo katika huu ulimwengu utaulizwa. Na ndo katika alamati saa, miongoni mwa alama za kiyama ambazo kwamba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amezitaja, akasema taqarubu zaman, zile zama kusogeleana. Shurahul hadith, na hii taqarubu zamani inafasiri zaidi ya moja. Shurahul hadith wa kipindi kile wanasema taqarubu zamani, kuondoka kwa baraka, yani kule kusogeleana kwa masiku, yani ile siku inakuwa haina baraka. Unashangaa mwaka wako umeisha, hakuna ulichokifanya, wiki imekatika, ile siku yako imeondoka, huoni cha maana ulichokifanya. Ili ni tafsiri ya kwanza ya maana kama at-taqarubu zamani. Hakuna kitu cha khairi kama ukajaliwa baraka katika ule wakati wako. Ndio maana ukitaamali, ukiwasoma salafu salih, Imam Shafi'i rahimahullahu ta'ala katika shahru Ramadhani tu pekee alikuwa akihitimisha khitma 60, yani mpaka mwezi wa Ramadhani ukiisha ameshahitimisha al-Qur'an mara 60, bimaana kwa siku anahitimisha khitma 2. Lakini kuna ambao kwamba wako juu ya huyu. Ibn Mas'ud alikuwa akihitimisha khitma 90, bimaana kwa siku moja yuasoma Qur'ani mwanzo mpaka mwisho mara 3. Angalia muda wake ulikuwa vipi. Sisi kumaliza al-Qur'anul Karim katika mwezi ni mtihani. Al-Qur'anul Karim mtu itaweza kapita mwaka asimalize kuisoma al-Qur'anul Karim. Hatujakwambia kuhifadhi, kuisoma tu ile al-Qur'anul Karim. Utaona kwamba tumeondokewa na ile baraka ya wakati. Lakini baadhi ya maulama wakasema taqarubu zamani ay taqarubul hissi, kukaribiana kwa zama, yani itakuwa ni kule kukaribiana zama kihisia, bimaana kimaanawia. Utaona masiku yanakatika, siku zinaondoka, kama alivyoashiria Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika hadithi yake akisema, lan taquma as-sa'atu hatta takunu sanatu kashahri washahru kaljum'ati waljum'ati kalyawmi wa takunu alyawmi kas-sa'ati was-sa'atu kadharmatin min nar. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anatuambia kwamba namna masiku atakapokuwa kikimbia, ule mwaka utakapokwisha na kukimbia, tutauona kama mwezi. Ule mwezi utakapokuwa unakwisha, tutauona ni kama wiki tu, wiki na siku 7. Tutaona ule mwezi namna unavyokwisha ni kama wiki, ile wiki namna inavyokatika tutaona ni kama siku moja tu, na ile siku moja namna inavyokimbia tutaona ni kama saa, jisali moja, na ile saa inavyokwisha ni kama mtu kuwasha moto tu, yani namna kitendo cha kuwasha moto ndiyo saa ya mtu imekwisha. Kwa hiyo ikiwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ameshatubashiria na kutuashiria kwamba katika alama za kiyama ni masiku kwenda mbio, inabidi sisi tusimame mawqif, tuangalie, je, umri wetu sisi namna gani tutautumia katika khair, namna gani tutautumia katika kuchuma khairat, kuchuma zawadi ambayo kwamba itatufikisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Salafu salih walivyojua maneno kama haya, ndio maana walikuwa hawapotezi hata dakika yao, hatusemi dakika, hata sekunde. Mmoja katika salafu salih, katika waja wema, alikuwa akionekana yeye akipoza chai, basi anasema ya rauf, yani aunganishe dhikri pamoja na kupoza chai. Anaona kitendo cha kupoza chai kuna sekunde pale zinapotea,
Sisi tulishawahi kufika martaba ya kuchunga muda kama hivi? Mtu yuko tayari ile chai kuipooza na dhikri ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ili ile sekunde itakapokwenda hiyo imefungamana na thawabu. Ukimsoma al-Imam Ibn Aqil al-Hanbali katika tarjama yake, ni imamu mkubwa wa madhhabi ya Hanbalia. Tunaambiwa imamu kama huyu ana kitabu kikubwa kinaitwa Al-Funun. Kitabu kama hichi kina mujalladi 800, na tukisema mujallad ni ile vyolu. Utajiuliza mtu kama huu ameweza vipi kutumia muda wake na umri wake kutunga mijalladi mirefu kama hii? Ndio kirudi katika sira yake anakwambia, mimi nilikuwa nakula keki, yani nilikuwa ni sili mkate na kula keki. Kwa udhahiri wa maneno utaweza kusema Sheikh alikuwa akijipenda, yupenda vitu vizuri, lakini tunamuuliza sababu, kwa nini uache mkate ule keki? Anasema kitendo cha kula mkate mpaka ni utafune, ni ulainishe na maji, zile sekunde kuna dakika za kusoma aya za Al-Qur'anul Karim, takriban aya 50. Kwa hiyo maana chukua keki nikiweka mdomoni na imumunye na kuimalizika kwa ajili ya kuchunga wakati wake. Wengine walikuwa wako tayari wakiingia msalani, wakiingia uwani kujisaidia haja kubwa ama ni ndogo, na kule tumezuiwa kumtaja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Anaona kana kwamba nikiingia kule kuna sekunde zitapita bila kumtaja al-Haq Subhanahu wa Ta'ala, basi yamuita na rafiki yake, anamwambia keti hapo nje, wewe usome Qur'an, mimi naisikiliza. Emradi zile dakika zangu maadamu niko katika Baitul Khala, sehemu ambayo kwamba hataji Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, lakini mimi nipate thawabu ya kusikiliza maneno ya al-Haq Subhanahu wa Ta'ala. Tushafika katika martaba ya kujiuliza siku yangu imeisha vipi? Tushafika katika martaba ya kujiuliza wiki yangu imekatika, nimefanya jambo gani? Na hakuna kitu kikubwa katika asri yetu ama umma wetu ambacho kwamba kimetuikabize kama hizi aljawal, alhawatif dhakia, smartphone. Ndio jambo ambalo ama ni kitu ambacho kimetuikabize, si watoto, si shabab, si vijana, si wazee. Ni jambo ambalo kwamba linatulia muda wetu sana. Mtu yuko tayari katika siku yake nzima atoke Facebook aingie Instagram, akitoka Instagram aingie Twitter, akitoka Twitter apitie TikTok, kisha hakuna faida unayopata. Ikiwa hujapatiliza, ndio kuna faida katika zile social media, lakini ikiwa hujapatiliza zile khairi ama zile thawabu ama zile vitu vya faida, itakuwa masiku yako yamekwisha. Na wallahi lau hata ukipewa masiku mangapi, huwezi kumaliza vitu ambavyo kwamba viko katika mtandao. Wewe utakuwa una scroll tu. Kwa maana katika research iliyofanywa katika miaka 7 iliyopita, wanatuambia kwa dakika moja kunatumwa email zaidi ya milioni 2. Email kwa dakika moja katika ulimwengu mzima zinatumwa takriban email milioni 2. Kwa dakika hiyo moja mtu yu search ama maneno anaosearchiwa katika Google pia ni takriban milioni 2 na kuzidi. Kwa dakika hiyo moja video zinazouploadiwa katika YouTube ni takriban milioni 1. Posti zinazouploadiwa katika Facebook ni 270,000. Bimaana katika dakika hii moja tuliozungumza hayo yote tayari yameshafanyika. Wanatuambia katika siku moja Snapchat kunatumwa takriban video milioni 3, zinatazama mara milioni 10. Katika WhatsApp zile jumbe ambazo kwamba tunatumiana kwa siku moja zinafika takriban bilioni 4 na milioni 600. Zile jumbe ama text, SMS na picha zinazotumwa kwa WhatsApp kwa siku moja ni bilioni 1 na milioni 200. Sasa maulama katika kufanya mukarana ama kupima, lau ili uweze kumaliza video za siku moja, yani za siku moja tu ambao kwamba uko umalize kuziangalia zote,
upewe umri takriban wa miaka 950, yani wewe upewe umri wa Rasulullah Nuh alayhi salam, ndio utaweza kumaliza zile video za siku moja. Sasa ikiwa hali zetu ndo hizi, kwa nini tusitafute mambo ambayo kwamba yatatujengea mustakabali wetu, mambo ambayo kwamba yatatusaidia sisi kila umri ambao kwamba tuko ndani yake tutapata majibu kesho kwa Al-Haq subhanahu wa ta'ala. Maana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam ameshatuambia katika hadithi aliyopokea al-Imam al-Bukhari, lan tazula qadama abdi hatta yusalu an arba'in, hautanyanyuka mguu wa mtu mpaka ulizwe maswali manne, na katika riwaya imekuja maswali matano. An umrihi fima afna, swali la kwanza utaulizwa katika umri wako wote, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika hesabu ni mwepesi, bimaana katika kila sekunde utaulizwa hapo ulifanya nini, hapo ulikwenda wapi, jambo gani ulilifanya katika wakati huu. Tuna maswali gani ya kumjibu Al-Haq Subhanahu wa Ta'ala katika wakati wetu? Tuna maswali gani ya kumjibu Al-Haq Subhanahu wa Ta'ala katika wiki yetu? Tuna maswali gani ya kumjibu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika mwaka? Hesabu yako ya mwaka ikiwekwa pale ufurahi, ukiangalia kitabu chake unasema umqra'u kitabia, kwamba nilipatiliza fursa nikatumia wakati wangu vizuri, kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametupa fursa. Kuna wengine leo wamezikwa, lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amenichagua mimi na wewe kutufikisha katika huu mwaka mpya. Tuichukue kama fursa ya kuyagura maasi na dhunub. Ndio maana maulama rahimahumullahu ta'ala wanasema, kwa nini mwaka mpya wa Kiislamu umeanza katika Muharram? Maana tunauita ni mwaka wa kihijiria, na hijra ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam haikuwa katika Muharram, ilikuwa katika Rabi'. Mbona iwe mwaka wa Kiislamu uanze katika Muharram? Kabla kujibu swali kama hii, turudi enzi za masahaba, wakati wanashauriana. Kuna baadhi wakasema mwaka wa Kiislamu tuweke siku ambayo kwamba ama pale ambapo kwamba alizaliwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kuna wengine wakasema tuweke pale alipokufa salawatu rabbi wa salamuhu alayhi. Wengine wakasema tuweke pale alipogura Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kutoka Maka kwenda Madina. Lakini kuna wengine ambao wakiongozwa na Amir al-Mu'minin Umar ibn al-Khattab wakasema tutaweka katika mwezi wa Muharram. Siri ni nini ama kuwekwa katika mwezi kama huu wa Muharram? Masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam walikuwa wanafali zuri. Wanasema kwa sababu kabla ya Muharram ni mwezi wa Dhulhijja, na Dhulhijja wametoka wale mahujaji baiti ama nyumba ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wametoka kuhiji, bimaana wametoka kama ilivyokuja katika hadithi, atakayehiji katika ile hija yake ikawa ni mabrur, basi anatoka anavuliwa katika madhambi kana kwamba amezalikana siku ile ambayo amezalikana na mama yake. Kwa hiyo masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam wakasema ikiwa yule hujaji anatoka Maka akiwa hana dhambi lolote, basi itakuwa ni munasaba akiuanza mwaka wake akiwa na safha nzuri, akiwa na safha mpya. Wewe huna madhambi, bimaana anze ile mwaka wako ama daftari lako uanze kuandika uzuri. Si hasa kwa mahujaji, pia sisi tunaweza kuyagura maasi katika mwaka kama huu, tukayaacha na tukatubia kwa Al-Haq Subhanahu wa Ta'ala, kisha tuianze ile peji yetu uzuri, tuianze ule ukurasa wetu vizuri, ili tukifika kwa Al-Haq Subhanahu wa Ta'ala kwa Mwenyezi Mungu tuweze kuwa na majibu. Umar bin al-Khattab radhiallahu anhu katika maneno yake alikuwa akasema, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wazinuhu qabla an tuzabu, zihesabuni zile nafsi zenu, fanyeni hisabu kabla mjahesabiwa, na mfanye wazni, mpime wazni yale matendo yenu kabla hamjapimiwa. Ndio Ali karamallahu wajhahu katika hadithi
anasema inna ad-dunya aqbalat mudbira wal akhiratu aqbala muqbila wa kullu wahidatin minhunna banun fakun min abna'il akhirah wala takun min abna'id dunya. Ali anatuambia dunia inatuaga na hali ya kuwa akhera inatukabili, inakuja, na kila mmoja wapo ana watoto. Fakun min abna'il akhirah, basi jitahidi uwe ni miongoni mwa watoto wa akhera. Wala takun min abna'id dunya, na ujiepushe ukawa katika wale abna'ul akhirah. Ndo katika mashairi yake anasema an-nafsu tabki ala dunya wa qad alimat anna as-salamata fiha tarku ma fiha la dara lil mar'i ba'da al-maut yaskunuha illa allati kana qabla al-maut baniha fa in banaha bi khairin taba maskanuha wa in banaha bi sharrin khaba baniha aina al-muluk allati kana musaltanatan hatta saqaha bi ka'sil maut baniha amwaluna lidhawil mirathi najma'uha wa dawruna li khayabi ad-dahri nabniha. Anasema ulimwengu ama nafsi inaulilia ulimwengu, hizi nafsi zetu zinaulilia ule ulimwengu ama dunia, na hali ya kuwa umeshajua kwamba ulimwengu hakuna kitu. La wewe leo ukaekewa vitu viwili ukaambiwa nakupa Mercedes Benz, mfano mmoja katika magari ambayo kwamba ni ghali na mfano mwingine, lakini hili gari utatumia kwa wiki, kisha upewe gari ambalo kwamba la thamani ya chini, lakini utaambiwa hili ni la kwako. Katika wazni utachagua lipi? Utachagua lile ambalo kwamba lina wazni wa chini ama lina thamani ya chini, maadamu litabaki kwako. Utaachana na lile la ghali maadamu utakuwa umekaa nalo katika wiki tu. Kwa hiyo sawa ile akhira, japokuwa ni kubwa zaidi katika kuitolea mfano, inatuambia sisi tuwe katika watoto wake na ni yenye kubaki, na hii dunia ina thamani ya chini. Mmoja katika maulama anasema ule umri wetu tuliojaliwa katika huu maisha ya dunia ni machache, na yale tuliyatumia ni kalili, na yale yaliyobaki ni kalili. Kwa hiyo utaona umri namna unavyokwenda. Basi anatuambia ikiwa unataka kheri katika huu ulimwengu, basi itengeneze amali zako hapa kwa ajili ya kesho akhira. Al-yawmu amalun bila hisab wa ghadan hisabun bila amali. Leo tunafanya bila kupewa hisabu, tunafanya amali na vitendo bila kupewa mahesabu ya yale tuliyofanya, lakini kesho tukisimama kwa al-haq subhanahu wa ta'ala itakuwa ni hisabu tu, hakuna amali. Tunamwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie mwaka huu uwe ni wa baraka, atujalie uwe na khairi ndani yake, atugurishe kutoka katika madhambi, atupeleke katika khairi. Wazazi wetu Allah warehemu waliotangulia mbele za haki, wagonjwa wetu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala awapoze, kila ambaye kwamba ana dhiki Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aziondoshe, riziki ambazo kwamba zimekuwa zigumu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala azisahilishe, wadogo zetu na vijana zetu shuleni Allah Subhanahu wa Ta'ala afungue fahamu zao, innahu waliyu dhalika wal qadiru alayhi. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyhi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam.